Sasa ni wakati wetu sisi ambao hatukutegemea kusema kuhusiana na dabi ya tarehe 8. Sasa ni muda mwafaka na sisi kuanza kuongea sasa. So nimesikiliza kwa vizuri kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto. Kwa yote ambaye anasikiliza ile kauli, na ukichukua kauli ya rais wa shirikisho la mpira wa TFF Wallace Karia wakati anashuka airport, na kauli ambayo ameitoa wakati anaojua na chombo kimoja wapo cha mpira, so unaunganisha doti, kumbe unapata majibu moja kwa moja. Waliamua kuitekenya dabi makusudi isichezwe ili kutafuta sababu kama kuna sehemu labda tufuate busara sio kanuni. So hawa ni watu ambao tunasema kwa soka letu jinsi lilivyokuwa kwa kasi sana, ni watu ambao wanarudisha sasa soka letu nyuma. Baada ya kufuata kanuni wanahitaji tutumie busara, na hii maana halisi ya busara sasa si maana mzuri, kwa sababu tunahitaji tuende mbele, na kama tunahitaji tuende mbele hatuhitaji kutumia kutumia busara tena, tunahitaji tutumie kanuni. Na kama kanuni tumezitunga sisi wenyewe, basi zifuatwe, sio busara. Busara siku zote mara nyingi sana huaga haijengi kwenye kanuni, kwa sababu ukiwa unategemea sana busara unazalisha matatizo. Wakati unazalisha matatizo, kuna siku watu watakuja na msimamo thabiti ulio serious wa kutaka kanuni ifuate. Ndio hiki kilichotokea. Inaonekana wameamua kuwaumiza Watanzania kwenye dabi ya tarehe 8 ya Simba na Yanga. Walioumiza kwa makusudi Watanzania wa hali ya chini, hata wale ambao wa hali ya juu. Watu walikata tiketi, lakini wakaja kuamua kitu ambacho walikuwa wanajua madhara yake na tayari walishatengeneza. Hii kukaza kwa Yanga ndio kunaanza kufichua madudu yote. Ukisikiliza vizuri, narudia, ukisikiliza vizuri kauli ya rais wa shirikisho la mpira, vile vile ukija ukisikiliza vizuri kauli ambayo ameongea Steven Mguto akiwa anahojiwa na chombo kimoja cha habari, so moja kwa moja unapata kwamba hawa watu wana madhaifu kiasi gani? Yaani hawa watu walikuwa na mamlaka gani ya kugairisha dabi isichezwe? Wa Tanzania wamejichanga wametoka mikoani sehemu mbalimbali wamekuja kushuhudia dabi tarehe 8, lakini kilichokuja kufanyika ni watu tu wamekaa kwenye maamuzi, watu wachache wameamua dabi isichezwe ili tu kuwaumiza wa Tanzania. So mimi nachotamani tu kuona maamuzi ya haki yakitendeka, maamuzi ya haki, kila mtu akipata haki yake kwa wakati. Lakini kama tutaendelea na maana ya busara, tunaendelea kuwaumiza Watanzania hawa wa hali ya chini, tunaendelea kuwatesa Watanzania wa hawa wa hali ya chini ili tuwe na manufaa binafsi, tofauti na watu kuangalia popularity, kuangalia kile kitu ambacho wao wanakifuata kukihitaji. Lakini sisi kwenye uhalisia tumeferi. Tuseme wazi, watu wanahitaji kuona mpira ukichezwa, lakini kwa design hii ya mpira huu unaochezwa ni unaweza ukasema bora ligi isimame, ligi msimu huu ifutwe kabisa, tuangalie next season. So ukiangalia Yanga wanahoja, ukienda ukisikiliza, kwa sababu inaonesha moja kwa moja barua ya kwanza ya Simba iliyotoka, walisema hawataenda uwanjani. So na ukiangalia hawataenda uwanjani, bodi ya ligi walipokuja asubuhi wakasema mechi iko pale, na Yanga wakatweet wakakoleza mechi itachezwa na sisi tutaenda uwanjani. The end of day, bodi ya ligi wanakuja mchana wanagairisha mechi. Unagairishaje mechi wakati watu ulishaambiwa wakate tiketi? Tena unahimiza watu wakate tiketi, mechi iko pale. Why usinyamaze kimya kwanza? Why unakuja tena moja kwa moja unatoa bango lingine linasomeka kwamba tumegairisha mchezo kwa taratibu vikolokolo kibao, wakati tunajua moja kwa moja watu wakiuliza kanuni, hakuna kanuni. Ukiulizwa kanuni, hakuna kanuni. Yanakuja matatizo baadaye, tunakuja kusikia tu taratibu za kiusalama nini. Lakini vitu ambavyo vinazungumzwa vyote havimeki sense kwenye football. Football inatakiwa ichezwe na watu wanatakiwa waone kile ambacho wanachoenda kukiangalia. Hapa tutakuja tunakaa tunaimba wa Tanzania siku hizi waende viwanjani, sio viwanja vimekuwa vichache. Watu waende viwanjani kwa sababu yani wakitaka kwenda, mtu akijikamua anaenda kushuhudia utumbo, na utumbo siku zote mtu hawezi kubeba, tunasema, unaona. So tufanye nini?
Cha msingi kila mtu kwa nafasi yake anapaswa kuwajibika. Akiona kwamba kuna sehemu yeye ndo alichemsha ile dabi ya tarehe 8 isichezwe na kuwaumiza wananchi, basi anapaswa kuwajibika. Kuwajibika ni nini? Kuwajibika ni kuacha madaraka, maisha mengine yaendelee, wakae wengine ambao watalisongesha mbele gurudumu. Lakini kwa taratibu hizi ambazo tunaenda nazo hizi, kila siku tutaona tunaendelea kushuhudia mechi zikigairishwa kwa vitu hivi.